Mwanuke Stats, Sport Next Level. Mabao yaliyofungwa na Stefan Aziz Ki katika dakika 27, Prince Mpumelelo Dube dakika 31 na lingine la tatu katika dakika 74 likiwekwa na Maxim Pia Zengeli yaliwezesha Yanga kuzidi kujiimarisha kileleni mwa msimamo wa ligi kuu Tanzania bara kwa ushindi wa mabao 3-0 kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam dhidi ya Namungo. Matokeo hayo yameifanya Yanga itimize pointi 73 na kuzidi kujiimarisha kileleni, huku timu inayoshika nafasi ya pili watani zao wa jadi Simba wao wakiwa na pointi 69. Kwa lugha nyingine, ushindi wa leo wa Yanga umeifanya iache Simba kwa pointi 4, lakini Yanga imecheza mchezo mmoja zaidi, kwa maana Yanga mechi ya leo imefanya fikisha mechi 27 huku Simba na mechi 26. Lakini kwenye mabao Yanga imeongeza idadi ya mabao na kufikia 71, idadi ambayo ndiyo iliyofikia msimu uliopita baada ya mechi 30. Lakini leo hii mechi ya 27 Yanga inatimiza mabao 71 na hivyo kuwa na mwenendo mzuri, huku leo hii pia ikipata clean sheet kwa golikipa wake Djigui Diarra, na hivyo kuifanya Yanga kuendelea kuwa timu namba 1 kwa ukuta imara kufikia sasa katika ligi kuu Tanzania bara msimu 2024-2025, kwa sababu Yanga imeruhusu mabao 10, huku timu inayofuatia kwa kuwa na ukuta imara ni wekundu wa Msimbazi Simba ambao wameruhusu mabao 11. Leo hii nini kilichoibeba Yanga? Ni namna ambavyo wachezaji wake walitekeleza vyema mpango kazi wa kocha Habdi Miludi, ambaye katika mechi ya leo Yanga iliendelea utaratibu wake wa kuwa dominant, kumiliki zaidi mpira tangu filimbi ya kwanza ya mchezo ikipulizwa mpaka mwisho wa mchezo. Ni Yanga ndio ilikuwa ikimiliki zaidi mpira, kwa sababu mpaka mwisho wa mchezo Yanga ilimiliki mpira kwa 69% kulinganisha na 31% za Namungo. Lakini sio hilo tu, Yanga ndio ilifika zaidi katika eneo la mwisho katika kushambulia, ikipiga mashuti 16, 10 ikilenga shabaha, kati ya hayo 3 yakizaa mabao. Lakini kwa Namungo dakika 90 walipiga mashuti 2 tu kuonyesha namna gani ambavyo Yanga ilikuwa dominant, ilitawala zaidi mchezo. Katika mashuti 2 waliopiga Namungo ni moja tu ndio lilolenga shabaha. Namungo ya mwalimu Juma Ramadhani Mgunda aka Pep Guardiola Mnene ilifunikwa mno na Yanga ya kocha Habdi Miludi. Lakini sio hilo tu, kingine kilichobeba Yanga ni kwamba wachezaji wao walionekana kuitaka zaidi mechi, kwa sababu katika kila mpira wa kugombania mipira 50 kwa 50 ni Yanga ndio walikuwa akifika zaidi. Lakini vile vile Yanga walianza na kikosi chao imara katika mechi hii. Golikipa Djigui Diarra, lakini alianza Kibwana Shomari aliyetoa assist, kipindi cha pili akatoka kaingia Ezra Patrick Mwenda, namba 3 Dickson Kibabage, katikati kulikuwa leo hii Ibra Baka akipumzika, badala yake wakicheza Dickson Job pamoja na nahodha Bakari Nondo Mwamnyeto. Katikati Juk Abuya aliendelea kutekeleza vyema majukumu ambayo huyatekeleza Khalid Aucho Doctor, kwa sababu alicheza na Mudathi Yahya Abbas, wakati katika wachezaji wa kiungo cha ushambuliaji kulikuwa na Stefan Aziz Ki ambaye alikuja kutoka baadaye na kuingia Cletus Chota Chama katika kipindi cha pili. Alikuwepo Clement Mzize Walid, lakini vile vile alikuwepo Maxim Pia Zengeli, huku mshambuliaji kinara akionekana ni Prince Mpumelelo Dube. Katika namna ambavyo Yanga ilikuwa ikicheza muda mwingi wa mchezo, ilikuwa ikicheza katika eneo la mwisho, eneo lile la Namungo, huku Namungo wakiwa wanakosa fursa ya kwenda kuishambulia Yanga kwa sababu ya namna ambavyo Yanga walikuwa wakitawala karibu katika kila eneo, mipira ikipishana kushoto na kulia. Matokeo yake Yanga wakapata ushindi uliostahili wa mabao 3-0. Ushindi wa leo hii umeifanya Yanga iendelee kuonekana kwamba ndio timu inayofunga kwa kasi zaidi na ikifunga mabao mengi. Mabao 71 katika mechi 27 walizocheza, maana yake kwa wastani hivi sasa Yanga inafunga bao moja kila baada ya dakika 34 na sekunde 12. Lakini katika mchezo wa leo hii kufunga bao kwa Prince Mpumelelo Dube kumefanya sasa Yanga iwe na wachezaji wawili katika orodha ya wachezaji wenye mabao mengi, kwa sababu mchezaji Prince Mpumelelo Dube kufunga bao lake leo hii amefikisha mabao 13, idadi sawa na mabao ya Clement Mzize Walid ambaye pia na mabao 13, wote wakishika nafasi ya pili katika orodha ya wafungaji wenye mabao mengi katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu, kinara akiwa ni Jasha Ahua wa wekundu wa Msimbazi Simba mwenye mabao 15. Lakini kumbukwe Dube licha ya kufunga mabao 13 ana assist 8, kwa hivyo kwa ujumla akichangia mabao 21 kati ya mabao 71 waliofunga Yanga. Lakini vile vile Stefan Aziz Ki kufunga bao leo hii amefikisha mabao 9, idadi sawa ya mabao na Pacome Zouzoua ambaye pia ana mabao 9, lakini leo hii hakucheza. Stefan Aziz Ki
pia ana assist 7. Kwa hiyo bao lake alilofunga leo hii ukichanganya na assist alizotoa 7, maana yake amechangia mabao 16 kati ya mabao yote waliofunga Yanga. Yanga kwa mechi waliocheza leo hii, namna walivyoonyesha utashi na kutafuta fursa za kufunga na namna walivyofika kwenye eneo la mwisho, ni dhahiri kwamba pengine kungekuwa na utulivu zaidi wangeweza kufunga mabao mengi zaidi ya hata haya matatu, kwa sababu zipo nafasi ambazo zilipotezwa, hazikutumiwa vyema na Prince Mpumelo Dube, lakini vile vile Maxim pia Nzengeli. Kuna nafasi ambayo kama angetulia angefunga, angeifanya Yanga ifunge mabao mengi zaidi, lakini kiujumla Yanga walionyesha kiwango kizuri. Ushindi walioupata wa mabao 3-0 ulilingana haswa na walistahili kutokana na kile walichokionyesha katika dakika zote 90 za mchezo. Wamebakiwa na baadhi ya mechi zilizobaki ni pamoja na dhidi ya Dodoma Jiji, dhidi ya Tanzania Prisons. Halafu kuna ile dabi iliyopangwa na bodi ya ligi tarehe 15 ya mwezi ujao, mwezi wa 6, ambayo Yanga wenyewe mashabiki wao, taarifa ya kamati tendaji ikisisitiza hatuchezi. Je, itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri, lakini kasi ya Yanga, namna kiwango bora alichoonyesha leo hii, ni dhahiri kwamba haitashangaza kama wakitoa tena taji la 4 mfululizo la ligi kuu Tanzania bara. Lakini ikumbukwe pressure bado anaikabili kutoka kwa watani za wajadi Simba ambao wana pointi 69, lakini Yanga hata kama Simba wakicheza mechi yao ya kiporo watatimiza pointi 72, na hivyo Yanga kuendelea kuwa juu kwa tofauti ya pointi 1. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri kuona nani atakuja kuwa bingwa katika msimu wa 2024-2025 katika ligi kuu Tanzania bara. Ewe mtazamaji wa channel hii ya Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuiunga mkono kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama mzee wa data. Shukran jazilan. Bye bye. Mbwaduke Stats Sport Next Level. 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 Mbwaduke Stats Sport Next Level.